Wito kwa Watanzania na wawekezaji wengine mbalimbali ni kuja kujionea teknolojia nzuri ambayo Tanga tunayo, ambayo inatumika kusafisha mchanga. Unajua watu wengi wanajenga tu bila kuzingatia ubora wa material ambayo yanatumika kwenye kujenga. Sisi Tanga wako watu ambao wameweza kuweka viwanda kwa ajili ya kusafisha ule mchanga, maanake unaongezea thamani kabla ya kwenda kuutumia au kabla ya kuuzwa. Kwa hiyo nadhani nimepata nafasi nzuri ya kuona mojawapo ya hivyo viwanda ambavyo kama mchanga labda tani moja ilikuwa inauzwa shilingi 20,000 ya kawaida, unavyosafishwa na kuwa mzuri unapanda thamani mpaka kufikia 35,000 na kuendelea. Kwa hiyo unaweza kaona, lakini mchanga huu ndio unatumika sana. Leo hii tuna ujenzi wa bandari. Kwa ujenzi wa bandari unahitaji raw material ambazo zenye ubora ambao hautiliwi mashaka. Kwa hiyo viwanda vile vinasaidia sana kuchochea pia uchumi wa mkoa wetu, kwa sababu wale watu ambao walikuwa wanajua tu kwamba ni mchanga ni kuzoa na kupakia na kwenda kujenga, sasa leo kumbe wanapata ajira nyingine kwa ajili ya kwenda kusafisha ule mchanga. Ndio, hiyo kabisa ni kuongezea thamani. Kwa sababu kama usingekuwa umepita kwenye mitambo ya kuchenjuliwa na kwa sababu ukifika pale utaona kuna grade tofauti. Kuna huu mchanga ambao unatumika pia kwenye plastering. Kwa hiyo unakuta ni mchanga mlaini sana kwa sababu umesafishwa, unatumika kwa ajili ya hiyo. Lakini unaondolea zile takataka pia ambazo zingeweza kuleta kinzani kwenye ubora wa jengo kama zingekwepo na mizizi kwenye huu mchanga. Lakini kwenye kiwanda kile unaona mizizi inatolewa, kwa unabaki mchanga kama mchanga. Kwa ukitengeneza tofali hata ukilipima utakuta ubora wake ni tofauti na lile lingine la kawaida. Kuosha mchanga, tunapozungumzia kuosha mchanga, yani unapotoka shambani. Shambani pale kwa kawaida watu wote wa kawaida wasio jali sana ubora wa material ambayo inabidi yatumike kwenye ujenzi. Wanachota mchanga kwenye shamba, wanapakia kwenye lori, wanakwenda kujengea moja kwa moja. Lakini hapa kuna mitambo ambayo imetengenezwa maalum. Ule mchanga baada ya kuuchota unaenda unapakiwa kwenye mtambo, unachanganywa na maji, unatolewa zile takataka kwanza, halafu ule mchanga kuna mwembamba sana na ule ambao ni nene kiasi. Kwa hiyo unatenganishwa. Kwa hiyo sasa mchanga unaoupata baada ya kupitia kwenye hiyo process, hiyo tunaita ni value addition. Kwa sababu mchanga ule hata thamani yake inabadilika. Kama ulikuwa unauza tani moja shilingi 20,000, unauza 35,000 kwa tani moja. Hiyo ni value addition. Lakini sasa tofauti yake pia ni product itakayotengenezwa kutokana na mchanga huo. Haiwezi kuwa na ubora sawa na ile ambayo mchanga ule haukuoshwa. Soko lake ni kubwa. Bomba la mafuta unaloliona hili limetumia mchanga huu ambao umeoshwa. Bandari yetu hii wakati na jengo ya Tanga inapanuliwa imetumia aina hiyo ya mchanga. Uangalie kwamba ubora wa bandari yetu ni usiotiliwa mashaka kutokana na aina hiyo ya raw materials zilizotumika. Lakini tuna export, tunapeleka Zanzibar aina hiyo ya mchanga. Unaona? Kwa ajili ya ujenzi wa majumba ambayo yanahitaji ubora mkubwa wa raw material. Kwa hiyo soko ni la uhakika. Na baadhi ya watu wameshaanza kuja kujifunza kwa ajili ya kuanza na wenyewe kuosha mchanga. Ukienda kule Dodoma, utakuta kuna watu ambao wameanza kufanya kitu kama hicho. Kwa hiyo nitoe tu wito kwa watu wengine pia kuja kujifunza Tanga teknolojia hii ya uoshaji wa mchanga ambao unatumika kwenye kujenga majumba ambayo tutayatumia yaishi kwa miaka mingi yakiwa ni bora zaidi. Kwa hiyo tunapozungumzia kwamba madini ni maisha na utajiri, maisha manake majumba yanapojengwa yenye ubora kukaa miaka mingi ni mojawapo ya maisha bora. Kwa hiyo iko namna hiyo. Sisi tunashughulika
na shughuli za uoshaji wa mchanga, washed sand. Lakini sio tu kuosha mchanga, bali hata tunadili na washed sand na unwashed sand. Michanga yote ya aina mbili, michanga uliooshwa na usiooshwa. Lakini faida mojawapo ya huu mradi wetu, kwa maana ukizungumzia Tanga ina shida sana ya mchanga safi, na miradi tulionayo Tanga inahitaji mchanga safi, kwa maana ya mchanga wenye ubora katika ujenzi wa majengo ya kimkakati. Kwa hiyo baada ya kuona hiyo fursa, tumeona tuisaidie serikali kwa kuwasogezea huduma, kwa sababu serikali inataka majengo yenye ubora. Kwa tukaona tusogeze hii huduma ili tuweze kuwasaidia wakandarasi wote walioko katika mkoa huu wa Tanga na nje ya mkoa wa Tanga, kwa sababu mchanga wetu hatuzungumzii Tanga tu, tunazungumzia mpaka Dar es Salaam tunawasupply huu mchanga. Tunazungumzia mikoa jirani, kwa maana tunazungumzia Kilimanjaro, hapo mpakani mwa Tanga na Kilimanjaro wanapata huduma yetu. Kwa hiyo ni mradi ambao unasaidia wakandarasi wengi na mashirika mengi ambayo yamepata miradi katika mkoa huu wa Tanga. Faida ya mchanga wetu, kama mchanga ukiuchukua bila kuosha, ina maana ni mchanga unakuwa ni mchafu. Lakini mchanga wetu ukiuchukua unapitia kwenye prosesi kadha wa kadha. Hatua ya kwanza utachekechwa. Ukishachekechwa, takataka zote zitakwenda pembeni. Hatua ya pili, baada ya kuchekecha ushakuwa safi, lakini haujawa msafi kwa sababu utakuwa na vumbi ndani yake. Kwa hiyo hatua itakayofuata utapita kwenye process ya kuoshwa. Ukishaoshwa, ina maana mchanga safi utakwenda mahala pake. Mchanga ambao utakuwa sio safi wenye vumbi utakwenda sehemu yake. Kwa hiyo shughuli zetu tunajishughulisha na vitu vya namna hiyo, na of course kuna miradi kadha wa kadha tunaipatia huduma. Tulianza na mradi wa bandari ya Tanga. Mradi mzima tuliwapa huduma hii ya mchanga wa kuosha, lakini tuliwapa michanga yote. Kuna mchanga wa kuosha tuliwapa na michanga kawaida pia tuliwapa. Lakini pia kuna kiwanda kikubwa cha simenti cha Huanxin cha Wachina ambao maarufu wanaita Lino. Kiwanda kile sisi tumekuwa ni watu ambao wenye ujenzi wa kiwanda tumewapa huduma ya mchanga.